Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media. Kumbuka uko nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii. Ni vema na haki kabisa. Lakini maua yako mengi kwa kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ambayo ninakupandishia muda huu ni kwamba kumbe Baba Mtakatifu Francisco aliacha ujumbe wake, maelekezo ama maagizo kwamba pale ambapo atakapofariki dunia basi kuna mambo ya kuzingatia. Mambo hayo ni mambo gani? Basi endelea kuambatana nami ili niweze kukujuza habari hii. Maneno ya mwisho ya Papa Francis kama ilivyotolewa Jumatatu jioni yalitoa maagizo juu ya haki zake za mazishi na kuelezea imani yake ya kina katika uzima wa milele. Papa Francis aliandika, kama ninavyoona jioni ya maisha yangu ya kidunia na kwa tumaini thabiti katika uzima wa milele, ninatamani kuweka matakwa yangu ya mwisho tu kuhusu mahali pa mazishi yangu. Ninanukuu, katika maisha yangu yote na huduma kama kuhani na askofu, nimewahi kujikabidhi kwa mama ya Bwana wetu Bikira Maria aliyebarikiwa Mariamu. Kwa sababu hii ninaomba kwamba mwanadamu ama utu wangu ama mwili wangu upumzike akingojea siku ya ufufuo katika basilika ya Papa ya Mtakatifu Maria Mkuu. Natamani safari yangu ya mwisho ya kidunia kuishia haswa katika patakatifu pa zamani pa Marian, ambapo nilikuwa nikisimama kusali mwanzoni na mwisho wa kila safari ya kitume kwa ujasiri, nikikabidhi nia yangu kwa mama asiye na nguvu na kushukuru kwa utunzaji wake mpole wa mama. Ninaomba kaburi langu liwe tayari katika eneo la mazishi katika njia ya upande kati ya Pauline Chapel, yani Chapel ya Salus Populi Roman na Sorza Chapel ya Basilica kama inavyoonyeshwa katika mpango uliowekwa. Kaburi linapaswa kuwa ndani ya ardhi rahisi bila mapambo fulani, yenye maandishi tu Franciscus. Gharama ya kuandaa mazishi itafunikwa na jumla iliyotolewa na mfadhili, ambayo nimepanga kuhamishiwa kwa basilika ya Papa ya Mtakatifu Maria Mkuu. Nimetoa maagizo muhimu kuhusu hii kwa Kardinali Rorandas Macricas, kamishna maalum wa kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu. Bwana awape thawabu inayofaa kwa wale wote ambao wamenipenda na ambao wanaendelea kuniombea. Mateso ambayo yameashiria sehemu ya mwisho wa maisha yangu ninawakabidhi kwa Bwana, kwa maana ulimwenguni, kwa amani ulimwenguni na kwa udugu kati ya watu. Hiyo ni sehemu ya ujumbe ama maagizo ambayo Baba Mtakatifu aliyatoa akiwa hai na yamesomwa Jumatatu ya masifu ya jioni. Na sehemu yake ya ujumbe wa maagizo yake Papa kwa lugha ya Kiingereza ni huu hapa: The tomb should be in the ground, simple, without particular ornamentation, bearing only
the inscription Franciscus. The cost of preparing the burial will be covered by a sum provided by a benefactor, which I have arranged to be transferred to the Papal Basilica of St. Mary Major. I have given the necessary instructions regarding this to Cardinal Rolandus Macricus, Extraordinary Commissioner of the Liberian Basilica. May the Lord grant a fitting reward to all those who have loved me and who continue to pray for me. The suffering that has marked the final part of my life, I offer to the Lord for peace in the world and for fraternity among peoples. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media. Kumbuka upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe, kushare, kulike na kudondosha comment yako. Huu ni ujumbe ama maagizo ya Baba Mtakatifu Francisco aliyatoa enzi ya uhai wake, kwamba pale ndapo atafikia mwisho katika dunia hii, basi mambo muhimu ya kufanyika ni hayo: kaburi lake lisiwe na vitu vya mapambo ya gharama na thamani kubwa, bali liwe la kawaida tu katika ardhi, lakini vile vile liandikwe neno Franciscus tu. Na mpendwa mtazamaji, sina ziada. Asante, bye bye.